wazazi wanaoamua kuzaa mtoto mmoja tu kwenye maisha yao wanamtesa huyo mtoto anayezaliwa. Kana kwa peke yake, kana tembea mwenyewe, yani hana rafiki, anakuwa peke yake tu, kana cheza. Halafu kana pasua glasi nyumbani, glasi na sahani, kazi yake ni kupasua tu, manake hana hata mtu wa kumwambia unajua sahani ni kitu muhimu, kikombe ni muhimu, tunywe nacho chai. Kwa hiyo ninyi wana Kipaimara ndio mtakuwa ndio uhai wa parokia hii. Mmesikia? Ndio. Ninyi ndio mtaendeleza parokia hii. Na hatuzundui parokia ili baada ya miaka 15 hii ife. Tunazindua parokia ili iendelee miaka 100, miaka 200 iwepo. Mmesikia? Miaka 200 ninyi hamtakuwepo. Pamoja na kwamba nyinyi ni watoto, hamtakuwepo miaka 200 ijayo. Lakini hii parokia iwepo. Tumeongea habari za miaka 200 hamtakuwepo, naona wazee wananiangalia kwa sisi hatutakuwepo baada ya miaka michache tu, wala sio 100, wala sio 50. Baada ya miaka michache hatupo. Tunaacha urithi kwa hawa watoto, urithi wa imani imani yetu tutaacha hawa vijana, na hawa vijana kwa vyovyote mtakabidhi imani hii kwa vizazi vijavyo, lakini kwa vyovyote miaka 200 hamtakuwepo. Wengine mnaangalia kwa jicho la masikitiko. Wengine tu miaka 10 hamna, hatakuwepo. Miaka 20 hamna. Miaka 50, hata nyinyi ambao mko vijana, miaka 50 ijayo hamtakuwepo. Ndio maana ni muhimu sana ninyi wakina Paimara, somo la kwanza lilikuwa kwa ajili yenu hasa, lakini sio kwa ajili yenu tu, kwa ajili ya kila mmoja.